Na muona bana, nimejaribu kutazama midfield wa kigeni wa aina ya Chama. Kusema kweli mimi kwa umri wangu sijawahi kuona. Na inaweza ikavuka karne isitokee. Kwa sababu Chama ndo mchezaji pekee Tanzania aliwahi kupewa sifa zote ambazo wanapewa wachezaji. Wengine walipunjwa. Alikuja huku alikuwa hatari sana. Hakuwahi kuwa kama Chama. Na mimi kwa muono wangu kwa wachezaji hawa ninavyowaona kama soka alitokuwa, Chama anaweza kucheza miaka 10 hapa na akawa vile vile. Miaka 10 ijayo. Toka hapa ninapozungumza na utanikumbuka anacheza miaka 10 na anakuwa hatari vile vile. Unapomtaja Mwalimu mpe na heshima zake nyingine. Sende kufanisha na kina nani yule mwenye bichwa kubwa yule aliingia sabu juzi. Depu Dupe. Mwalimu anafanisha na Chizi yule atakulenga goli ya juu. Kwa sasa namba 9 mpira wa Tanzania tuna Mwalimu ambaye atakwenda kuhukumu pia hiyo dabi. Utanikumbuka tunaona kama mimi Mwanga miongoni mwa watu waenda kuadhibu Yanga na yeye yumo. Na naamini Gueye naye anafunga. Mimi nimeona kama kuna goli 2 na kuendelea. Au marefari wa wabebe. Au ukiona wamebebwa usije kuniuliza kwa sababu itakuwa sio kazi yangu. Mimi nimalizie hapo. Mimi natamani Yanga katika makombeana, natamani tukutane finali na Federation ni mbonde mara 3 mfululizo. Ili zile tarabu za mara 6 zishe. Na nina hakika na mbonda mara 3 zote. Yule Pacome anayekimbia sasa hivi kila mpira anaachia watu. Yaani unatuachia sisi mpira ule, ona tukamatia watu. Kuna Anicet Yaura, Mwalimu tuna Anicet Yaura, kuna Gueye Kifaransa tunamuita, tuna Elim Panzu Kibisawala. Sikio anacheza namba 8 hapa. Nyuma tuna Maema hivi na kule anaangalia engo iko wapi. Yaani wale mabumunda wa Yanga bwana kwa na heshima. Ninamfunga Yanga hata mara 8 kwa hii Yanga mbovu. Bwana hebu tumgusie kidogo Clatous Chota Chama. Licha ya kusema kwamba umri umeenda, lakini alichokifanya jana, anaingia kipindi cha pili anatoa assist 2. Kwanza nikusaidie. Kwenye mpira wa Tanzania mimi nimewahi kutazama midfield wengi nimewahi kutazama midfield wengi, sijawahi kuona midfield ya mfano wa Chama. Na muona bana, nimejaribu kutazama midfield wa kigeni wa aina ya Chama. Kusema kweli mimi kwa umri wangu sijawahi kuona. Na inaweza ikavuka karne isitokee. Kwa sababu Chama ndo mchezaji pekee Tanzania aliwahi kupewa sifa zote ambazo wanapewa wachezaji. Wengine walipunjwa. Alikuja huku alikuwa hatari sana. Hakuwahi kuwa kama Chama. Na mimi kwa muono wangu kwa wachezaji hawa ninavyowaona kama soka alitokuwa, Chama anaweza kucheza miaka 10 hapa na akawa vile vile. Miaka 10 ijayo. Toka hapa ninapozungumza na utanikumbuka anacheza miaka 10 na anakuwa hatari vile vile. Tofauti yake ni moja. Chama alienda kwa timu ya wahuni Yanga. Yanga ni timu ya wahuni kama wahuni wengine, akawa anaishi maisha magumu. Ukweli wewe tafuta wachezaji wa Yanga waliotoka. Wewe tutakumbuka Dijuma aliojiwa kuhusu Yanga wakati katoka alimwambia mtangazaji niulize kitu kingine, ndio. Feston Kalala Mayele akiwa Misri aliojiwa kuhusu Yanga akamwambia hapana, mimi niulizeni. Kwa nini hawataki kuhusu Yanga? Ile genge la wahuni brother. Kuna timu ya mpira na genge la wahuni. Chama alienda kwenye genge la wahuni kweli alishindwa kuperform. Amerudi katika timu ya mpira. Kwanza unaishi kwa furaha. Ukiacha mikataba Simba tunayokupa, huwa tunatoa bonus mnaita. Sisi tuna bonus zaidi ya 100. Na ndio maana hakuna mchezaji aliyewahi kuchezea Simba. Sijui labda golikipa wangu. Unajua Hussein Abeli anatoka hapa nyuma. Nadhani wewe hujui. Hussein Abeli akija kupumzika anakata kona pale anatoka. Na nahisi anajenga na ana gari. Lakini wako wachezaji Yanga wana miaka 10 hata gari ya kutembelea hawana. Nataka nitakutajia mmoja baada ya mwingine. Hiyo ndio tofauti ya Simba na Yanga. Sisi hatuhusishwi na kununua mechi na kwa kuonyesha tuna viwango bora hata tukiingia kombe na ni club bingwa. Yanga ametoka akashindwa kwenda robo mara ngapi? Akiwa champion wa ligi. Mara 2 mfululizo anashindwa kuqualify. Kwa nini? Huku kuna magando my brother, hawezi kuyafanya kule. Magando yanaishia hapa ulipofanya katika ligi. Sasa unapozungumza Simba, mimi binafsi kusema kwa nahitaji Yanga kwa sababu ndo watani, sina mtu mwingine. Ila ni dhambi ukizungumza Simba ukachangana na Yanga, unaweza kwenda hata motoni. Changanya uchafu na kitu cha yani iko hivyo, mimi nakueleza. Ni dhambi kubwa tunaofanya, tutafanyaje tu? Na ndio iko hivyo hapa. Bana tumalize na hili. Selemani Mwalimu mchezo wa pili anafunga tangu mchezo wa kwanza wa robo finali na huo nusu finali. Akitokea benchi dakika 45 huwa zinamtosha yeye kufanya yake. Wana Simba amekuwa kama hawana imani naye, kuna muda anasema hatufai huyu, tunahitaji mtu mwingine. Hiki anachokionyesha anahitaji support kubwa ya Simba. Kuna vitu viwili katika mpira. Kuna muda mnapeleka maiki kwa mashabiki. Shabiki ni kiumbe anaongea chochote kile. Yaani hana taaluma wala nini kinachomkalia mbele anasema. Selemani Mwalimu, ile jina la Mwalimu kama lilitolewa kama la ukoo, katika mpira linaishi linafanya kazi, ni Mwalimu kweli. Lakini leo duniani kuna struggle, yani duniani hakuna namba 9 amepata.
Sema ni mwalimu ana haki ya kuwa vile. Ndio maana Feston Kalala na ile mkataba wa mwisho aloweka, ukienda kuuchimba unafika bilioni 7. Kwa nini unafika bilioni 7? Maana yake dunia imekosa namba 9. Tumebaki na kina Haaland, unamtaja huyo Haaland. Tumebaki na kina nani yule Lewandowski, unamtaja Lewandowski huyo. Na kina Kenny. Kwa nini unawataja hao? Kwa sababu hawajaamka wengine kuwazidi hao waliokuweko. Dunia sasa ina mabeki, ndio maana huoni magoli mengi katika mpira. Kwa hiyo mwalimu ata struggle kwa sababu dunia ina shida ya namba 9. Hata kwa mwalimu mimi sidhani unaniambia unamweka nani? Kwanza mwalimu ni goal target. Umeelewa, mguu wake unalenga. Mwalimu si ndio huyo alohukumu Ndala. Goli likakataliwa, yani kapiga na kichwa, imetemwa rebounds, mwanaume anailenga pale. Mimi nimecheza kidogo mpira. Nimecheza blaza sikutani, mimi nimecheza mpira Poto. Uliza baadhi ya vijana wa Poto wanajua. Upo chini, unakwenda kulenga lango. Vinginevyo utakuwa unabahatisha mwalimu anaweka mpira wavuni. Sasa unapomtaja mwalimu, mpe na heshima zake nyingine. Sende kufanisha na kina nani yule mwenye bichwa kubwa yule aliingia sabu juzi. Depu Dupe. Mwalimu anafanisha na chizi yule atakulenga goli ya juu. Kwa sasa namba 9 mpira wa Tanzania tuna mwalimu ambaye atakwenda kuhukumu pia hiyo dabi. Utanikumbuka, tunaona kama mimi Mwanga miongoni mwa watu waenda kuadhibu Yanga na yeye yumo. Na naamini Gue naye anafunga. Mimi nimeona kama kuna goli 2 na kuendelea. Au marefari wa wabebe. Au ukiona wamebebwa usije kuniuliza kwa sababu itakuwa sio kazi yangu. Mimi nimalizie hapo. Zungumza na Simba tuondoke sasa. Mimi nasema nguvu moja, si tu support club. Kuna muda watu wanatoka njiani, mashabiki wana shida. Nikukumbushe tukio moja la mpira ili nifungie hapo kwa mashabiki. Kuna mtu anaitwa Bruno Fernandes. Bruno siku moja Manchester iko hoi kaka. Shingoni watu wanaishambulia. Ilivyoisha mechi, jukwaa zima likawa linamtusi Bruno. Unajua matusi ya Kiingereza mabaya sana. Mwandishi akamfuata Bruno akamuuliza, "Bruno, mbona umecheza chini ya kiwango?" Bruno akasema, "Uwanjani tulikuwa wachezaji 11. Wewe niambie mwandishi nani kacheza kwenye kiwango?" Yaani ukitaja Cristiano anasema angekuwa ana kiwango Cristiano mimi singeonekana. Si umenielewa? Timu nzima ililo, lakini watu walimlenga Bruno. Bruno akamwambia kisifa ya mashabiki ni ngapi? Wanazomea na kushangilia. Basi ukifunga yule hatari. Ukikosea watafanyaje? Watakuzomea. Tuisupport Simba kwa sababu ndio timu pekee Afrika Mashariki na Kati. Namba 1, Afrika namba 8. Sawa? 11. Hamna mazembe, hamna nani bado namba 8. Hawezi kushuka chini ya 11. Nisikilize mimi. Pointi zile hazishuki chini ya 11. Nitakuja kukupa tena mic. Hizi ni tathmini za ligi tu katikati. Umenielewa sijui? Hamna mazembe, hamna panya yoyote, yani namba 1 ni Simba. Hata hii sio klabu ya kubeza, ni ya kusupport. Na juzi tumechukua tuzo, ulisikia? Si ndo klabu ambayo tunafuatiliwa katika Facebook namba 1 Afrika. WhatsApp namba 1 Afrika. Moja Afrika wewe. Bana wewe acha bwana. Hapa unaongeza ndugu yangu. Afrika Mashariki. Namba 1. Hapo umetia chumvi wewe acha bwana. Wewe bwana, wewe naye Afrika Mashariki Giant bwana ndugu yangu. Ndio namba 1. Basi inatosha hiyo. Inatosha. Duniani namba 20. Duniani Basi mimi ile namba 1 nikajua kumbe Mashariki. Bana huyo alikuwa ni Seif Simba, mwanangu wa faida kweli kweli. Nilikuwa nazungumza naye kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kubwa zaidi dabi ya Kariakoo ni tarehe 29. Atumwi mtoto dukani. Official Gojani Finance Abdallah. Nyuma kamera mwanangu wa faida Mapama hana baya, anawakilisha vyema.